Benki ya CRDB nchini imehamasisha makundi mbalimbali ya kijamii na wawekezaji kujitokeza kwa wingi kuchukua mikopo inayotolewa na benki hiyo ili kukuza kipato cha wananchi na taifa kwa ujumla. Hamasa hii imetolewa na mkurugenzi wa masoko wa benki ya CRDB nchini, Xavier Makwi, baada ya kutoa iftar kwa waumini wa dini ya Kiislamu kama sehemu ya kutambua mchango kwa wateja wao na urejeshaji wa fadhila. Salamu hizo zimewasilishwa kwa niaba ya mkurugenzi wa benki hiyo nchini, Abdul Majid Nsekela. Tunajivunia kusema ubunifu huu ambao tunaendelea kuonyesha katika huduma za CRDB ambao umeweza kuletea mwitikio kubwa kwa wateja, ambapo hadi kufikia Desemba 2025 wateja zaidi ya 129 walikuwa wamefungua akaunti, tukikusanya amana za wateja zenye shilingi bilioni 356 huku tukitoa uwezeshaji wa wateja shilingi bilioni 307. Wakati tunaanza hapa leo, mshauri aliongelea juu ya uwekezaji uliofanywa kule Bukoba na wenzetu wa BAKWATA ambao huku katika misingi hii ya bara unafuata mfumo wa sheria na uwekezaji kama huo wa CRDB kwa wazi. Hata kama mwanzo kama unataka kuwekeza kwenye kitu kama hicho walichofanya Bukoba, inawezekana kabisa kwa uwezeshaji wetu kupitia Al-Barak Bank. Tunaona nigusie na hili kwa kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya bodi na management na wafanyakazi wa benki kwa kuchagua benki yetu ya CRDB kwa kuhudumia kupitia mfumo huu wa CRDB Al-Barak Bank ambao unazingatia misingi ya dini ya Kiislamu. Tunawashukuru sana kwa imani yenu na kutumia fursa hii kuwahimiza kuendelea kutumia CRDB Al-Barak Bank. Amina Makilagi ambaye ni mkuu wa wilaya Nyamagana hapa anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda. Tunaona akipeleka mabasi kwenye shule zetu, tunaona akipeleka madawati, tunaona akipeleka mabati, tunaona akichangia shughuli mbalimbali za maendeleo wakiwagusa jamii ya Wanamwanza kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo alikusema CRDB ndipo tupo, hiyo kwa hiyo wala kukosea, nichukue nafasi kwa kuongeza na nawaomba endeleeni hivyo. Nitoe wito kwa wadau wote wa mkoa wa Mwanza, endeleeni kuitumia vyema CRDB. Narudia tena, endeleeni kuitumia vyema CRDB. Endeleeni kufungua akaunti, endeleeni kuweka fedha zenu huko, endeleeni kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza huko. Nasi kwenye upande wa taasisi yetu ya dini ya Uislamu, unaona kuna vifurushi mbalimbali huko, mtufungulia mpaka benki ya Al-Barak benki ambayo kazi yake ni kutoa mikopo isiyokuwa na riba, ambayo alijali mtoto, alijali mzee, alijali mwanamke. Tuchangamkie fursa hiyo. Kupitia mazungumzo yake kwa niaba ya Shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke wakati wa iftar, katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza Ramadhani Chanila amewaahidi kuunga mkono benki hiyo. Tunaleta mshikamano, kusaidiana, kuhurumiana. Hivyo Qur'ani katika sura ya pili aya 183 Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini mmefaradhishwa kufunga kama walivyofaradhishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayejaliwa kumfuturisha aliyefunga basi atapata ujira sawa na yeye kama amefunga. Ndugu wageni waalikwa, uhusiano uliopo kati ya BAKWATA na CRDB umekuwa ni uhusiano wa muda mrefu ambao umekuwa na mashirikiano makubwa ya kibiashara na kijamii. Aidha, kupitia viongozi wetu mkuu Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, mara baada pia CRDB kuja na hii dirisha la Al-Barak account, alitoa maelekezo kwamba taasisi ndio chini ya BAKWATA, lakini BAKWATA yenyewe kwa maana ya viongozi wa mkoa, wilaya, kata na misikiti
hili la Baraka Akaunti, na mimi naamini viongozi wa CRDB ndio hapa yote ni mashahidi. Tunaiona misikiti, tunaziona kata, tunaona wilaya zetu. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikishia ushirikiano mkubwa kutoka kwetu katika dirisha hili la Baraka Akaunti. Wateja wa CRDB wenzangu, napenda kutoa shukrani za dhati kwa CRDB kwa wema na ukarimu uliofanyia. Umefanya kitu kikubwa na Mola atawalipa katika kile ambacho nikitoa kupatia zaidi ya hicho. CRDB wamekuwa kweli mstari wa mbele katika kutuunganisha. Huu ni utamaduni wa kila mwaka benki ya CRDB nchini kushiriki iftar na waumini wa dini ya Kiislamu, ikiwa ni sehemu ya urejeshwaji wa fadhila kwa wateja wake kutokana na faida wanayoipata kupitia huduma zao. Hii ni Tanzania Habari.